Mungu kuomba kwanza. Mtanisamehe tu pamoja na kuwa nimeombewa. Tuombeni tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ushindi, Mungu uweza, mtakatifu atakatifu, asante kwa mchana leo Jehova, umenipa kwa ajili ya kunena neno lako Bwana. Mimi ni chombo Jehova, rapa Jehova njire. Nenda meze ya Bwana ukanitumie kama chombo chako Jehova. Nena na watumishi wako Bwana, gusa kila mmoja Bwana. Achilia uponyaji juu ya mtu kupitia neno hili mchana leo Bwana. Wacha Jehova ikafungue maisha ya mtu Bwana. Wacha Jehova ikaponye mtu Bwana. Wacha Jehova ikaponye njia za mtu Bwana, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amina. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu mchana leo nataka kunena juu ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ninene juu ya uponyaji. Nataka ninene juu ya mtumishi wa Mungu aliyoitwa Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Naamani ukiangalia alikuwa ni kiongozi wa Washamu, ama wacha nitumie njia ya kiongozi wa Washamu. Alikuwa amemchagua kuwa mmoja wa wale majemedari wakubwa wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika kuchaguliwa kwake, Naamani alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia ule ugonjwa, Naamani pamoja na kuwa alikuwa akifanya kazi yake kwa uzuri zaidi na mfalme wa Shamu alimpenda zaidi, lakini huu ukoma ulimsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Washamu waliataka Israeli, na walipoenda waliteka msichana mmoja kutoka nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Walipoteka ule msichana wakaenda naye, walienda wakamfanya kuwa katika nyumba ya Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anafanya kazi katika hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa wakati alipokuwa akifanya kazi pale, alipendwa zaidi na akufurahishwa na ule ugonjwa wa Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Na kipindi fulani tunaonyesha kuwa alifika kumfuata ule mama mke wa Naamani, akamwambia, na huyu Naamani angefika kule kwetu, kuna mtumishi wa Mungu na angemponya. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ripoti ilitoka na ikapelekwa kwa mkubwa ama kwa kiongozi wa Washamu na mmoja wa wanajeshi. Na kiongozi wa Washamu alipolipelekewa hiyo ripoti ya kuwa mkubwa ama huyu Naamani anayemtumia katika jeshi na anayefanya vizuri kupo mahali katika nchi ya Israeli, anaweza enda na akapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Huyo president wa Shamu alifurahia zaidi na akaandika barua akatuma Israeli kwa ajili ya kuomba Naamani aende akapokea uponyaji Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoandika barua ilitumwa kwa president wa Israeli, na alipopokea ile barua iliyoomba Naamani kupokea uponyaji, alisikia uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kuwa yeye ana uwezo wa kumponya Naamani, na ameandikiwa ujumbe ama ametumiwa barua ya kuomba Naamani apokee uponyaji kupitia Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika hiyo barua, ilimuuma zaidi huyu president wa Israeli cause hakuwa na huo uwezo. Alilia katika uchungu, akararua mavazi yake kwa ajili ya uchungu cause alisema, Washamu wametuzoea, wamekuwa kitupiga kila wakati, na leo Naamani anatumwa huku kwetu Israeli kuja kupokea uponyaji na sina huo uwezo. Anarua mpaka mavazi. Na mtumishi wa Mungu Elisha aliposikia ripoti ya kuwa kiongozi wao amerarua mavazi kwa ajili ya barua ameletewe na Washamu ya kutaka Naamani apokee uponyaji kupitia Israeli, alimfuata na akamwambia, mtumishi wa Mungu, ninaamini Mungu atamponya akija. Bwana Yesu asifiwe. Naamani alibeba vitu, akabeba dhahabu,
akabeba fedha na akaenda nayo. Na alipoenda nayo mbele ya mtumishi wa Mungu Elisha hakutoka nje kwa mlango, mbali alibakia ndani. Lakini alitumana akasema, mwambieni aende akajichote Jorodani mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Jorodani kwa Naamani ulikuwa ni mto mchafu, ni mto ukufaa. Kozi kwao kuna mito mikubwa, kuna mito mizuri, kuna mito ya hadhi ya juu. Bwana Yesu asifiwe. So alidharau, alisikia uchungu, akauliza, mimi matarajio yangu nilitarajia mtumishi wa Mungu atatoka, atakuja nje, apitishe mkono wake juu yangu na uponyaji ukaje juu yangu nikapone ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Alisikia uchungu na akageuka. Na alipogeuka kurudi kwenda, wale aliokuja na wao, wale wapiganaji aliokuja na wao, wale wadogo wake walimwongelesha kwa hekima, wakamwambia, na hili neno la Mungu kwa nini usiitii? Kwa sababu angekuambia hili na hili ungefanya, na mchana leo amekuambia nenda kajichote katika Jorodani, jaribu hili. Bwana Yesu asifiwe. Na akajirudia, na kwa sababu ya kuwa ulikuwa ni mpango wa Mungu, ilikuwa ni siku yake ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Alisema, na wacha nikaijaribu ikiwa mbaya ipo. Na alipotoka na wenzake akaenda akaingia katika mto wa Jorodani, akaingia katika safari ya kwanza, akaingia safari ya pili, safari ya tatu, safari ya 4, safari ya 5, ya 6 na ya 7. Alipotoka alitoka akiwa amepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno la nabii Elisha, Mungu alimponya mtumishi wa Mungu. Kwa kiwango Naamani alichokuwa kitumika katika jeshi kilikuwa kiwango cha juu, aliaminika. Na Washamu ni baadhi ya waliotesa Israeli, na ni moja ya wale waliofungia Israeli hata kusonga. Bwana Yesu asifiwe. Ni nchi ilikuwa na nguvu, lakini nguvu ya Mungu kwa haikuwa. Na Mungu alitaka kutumia hii njia ya huyu msichana kutekwa nyara, kupelekwa Shamu, ndio utukufu wa Mungu ukaonekane. Kupitia nini? Kupitia huyu msichana. Kama si huyu msichana kutekwa nyara na kuingia katika nyumba ya Naamani, uponyaji haungetokea. Angenena neno la uponyaji, ama angeongelea njia, ama angekuja na njia yenye inaweza mponya Naamani angeendelea kuteseka kupitia ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa uliokuwa mbaya na uliokuwa kiua watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka niseme hivi, ukiangalia katika neno la Elisha, neno moja aliyoinena, aliinena akiwa ndani, lakini aliinena kiroho. Kwa hiyo mbali ni Mungu amenena, ni Mungu mtenda miujiza. Ni mara ngapi tumeambiwa tufanye hili, lakini tunasema tu mbali ni fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mchana leo nataka ninene hivi, nataka ujiite mkutano, nataka uzungumze na akili yako. Kwa safari nyingi tumekuwa tukidharau kama Naamani. Kwa sasa mtoto akakuita akwambie, leo nasikia mami nikuombee, tamwambia wewe ondoka hapa, wewe ni mtoto. Bali si yeye, ni Roho wa Mungu anataka kukuhudumia kupitia yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. So, neno letu mchana leo la Naamani inatoka katika Wafalme wa Pili 5 kuanzia mstari wa kwanza. Sasa naomba nisome mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili 5 kuanzia mstari wa kwanza. Mwenye atafika nisome tu haraka. Kupitia hili neno mchana wa leo, Mungu ananena na wewe. Ni safari nyingi tumekuwa tukiambiwa fanya hili,
lakini tunaona kawaida.